hakuna anayeridhia ujinga isipokuwa punda. Ujinga ni aibu. Anayeridhia ujinga ni punda peke yake, lakini hakuna anayekubali ujinga. Kwa sababu ujinga ni jambo baya. Kila jambo linahitaji mtaalamu. Kusali kwenyewe kunahitaji mtaalamu. Kama kusomea elimu ya sala zake itakuwa za kibaba, sio sawa. Zaka inahitaji elimu, somo inahitaji elimu, mirathi kama hivyo inahitaji elimu, ili watu wajue namna ya kuishi. Na hili jambo zito. Nimefurahi kuona mama hapa kwa darasa la mambo ya mirathi. Waislamu wengi kutokea jambo la matatizo ya mirathi wanakimbizana na kwenda katika mahakama za secular. Wanaacha mahakama yao ya Kiislamu kujua mirathi nani ambaye, na wengine kupinga kabisa kwamba hatutaki kurithisha Uislamu. Wanakimbilia kwenye, lakini na 35 mtu huyo anaonekana kile Ijumaa mtu huyo ila ameguswa kwenye mirathi, tunasema hapo Uislamu staki kupata nafasi. Anakimbilia kwenye mahakama za kisekula. Sio Uislamu. Uislamu katika jambo la maisha ya Muislamu yatakiwa zungukwe na Uislamu. Akiwa katika mambo ya sala, Uislamu upo. Akiwa katika mambo ya ndoa, ambayo mambo ya kijamii hayo, Uislamu uwepo. Akiwa katika biashara zake, Uislamu uwepo pale katika ile biashara. Akiwa katika masuala mengine ya mikataba, Uislamu uangalie unasemaje. Uislamu unasema nini katika maeneo haya. Sasa akiwa katika mambo ya mirathi kama hayo ya kufelewa, asiutoe Uislamu akabaki yeye na mambo ya kisekula kwa sababu ya tamaa ya kimali. Uislamu amedhibitiwa na sheria ya Uislamu imemshika kwamba hana nafasi mahali popote. Ndio maana kila mahala Uislamu umemweleza mpaka kwenda chooni. Huwezi kwenda chooni kama unavyotaka wewe. Uende chooni namna ya unavyotaka Uislamu. Sio kujiendea tu chooni. Uislamu ni kila sehemu, hata ulaji. Hata ile namna ya kula Uislamu umemdhibiti Uislamu. Asijilie kama yeye anavyoona kwamba aweza akamua kula atakavyo. Kuna namna mpaka ya kutafuna. Ajue mtu anatakiwa atafune vipi. Meno ya wapi anatakiwa yatangulie. Atafune chakula kwa kiasi gani. Amezeje. Kanwa lake anapokula anamuoneshaje mwenzake. Anakula mpaka mwenzake anakiona chakula anachokitafuna. Uislamu hufundisha mtu namna hiyo. Ndio kuna kitu kinaitwa adabul akl. Mpaka kulala kuna adabul naum. Namna kulala unalala vipi. Uislamu kama Muislamu hawezi kwenda mahala akajilaza alhamdulillah. Allah, kuna namna ya kulala ambayo Uislamu ndio umefundisha. Na mwenyewe bwana mkubwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha namna adabu zote hizo, mpaka namna ya mtu kuchanganyika na mkewe. Uislamu umeingilia mpaka huko. Sio kujiingilia ovyo. Kuna taratibu zake maalum ambazo amezifundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amfundisha kila kitu. Sasa unapoona kwamba kuna kipindi fulani unakuwa hukumu ya sheria ya Uislamu haikugusi, unagusa na pale unapokwenda kuswali, tunaona hapa natakiwa niswali. Maisha yako yote ni Uislamu tu mpaka roho inapotoka, bado ni Uislamu peke yake. Nataka kugusia tu umuhimu wa ilmu na namna ambavyo mtu anatakiwa kusoma. Kasema aljahlu aru wala yarda bihi illa alhimar. Ujinga ni aibu kubwa na hakuna anayeridhia ujinga isipokuwa punda peke yake. Yaani mtu ambaye hakusoma ni mtu anakuwa. Siku moja alifika bwana chuni mmoja msikitini, lakini msikiti wa wajinga, kuanzia imamu mjinga mpaka maamuma wote wajinga, juhala kulluhum. Hakuna hata mtu mmoja mwerevu. Akaukuta ujinga mkubwa zaidi, akamkuta yule imamu anaswalisha, lakini ilipokuwa anaswalisha akausimamisha mguu wake mmoja namna hii. Baada ya swala yeye akajitenga kidogo, baada ya swala akajisalia mwenyewe. Baadaye akaona lazima niulize habari za hapa msikitini. Kampata mtu mmoja nadhirul masjid, yule mtu anaangalia usafi wa msikiti, msikiti umetandikwa vipi, usafi wake ukoje na nini, mwangalizi wa msikiti. Bwana mbona mambo ya ajabu, mambo gani shekhe? Mbona imam pala asosha mguu mmoja au amsha juu? Kwa wewe hujui? Ule mguu mmoja si ulikuwa umekanyaga najisi ule. Sasa ameuamsha kwa sababu haumo ndani ya swala.
Angalia. Ile yote imesababishwa na nini? Na ujinga. Kwa hiyo tusomeni. Ndio maana neno la kwanza katika masuala ya Uislamu au aya ya mwanzo ambayo ndio anateremshwa wahi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elimu. Anaambiwa soma Iqra. Iqra. Ile neno Iqra ni aya tayari. Mbele kuna bismi rabbikal ladhi ni aya nyingine. Lakini Iqra pekee yake ni aya. Soma Muhammad. Anaambiwa Mtume asome. Lakini pale Mtume hakuambiwa swali Muhammad. Hakuambiwa toa zaka Muhammad. Hakuambiwa hiji Muhammad. Hakuambiwa. Kaambiwa asome. Kwa sababu elimu ndio itakofanya swala iwe sahihi. Elimu ndio itakopeleka Uislamu mbele. Elimu itafanya saumu iwe sahihi. Na pale kaambiwa Iqra katika kaida au kanuni za ilmu ya nahau au grama ya nahau. Kunapotokea kitendo inahitaji mtendaji, huyu anaitwa fa'il. Kisha kunahitaji mtu anaitwa mafaul, mtendwa. Maamul, mtendwa. Yaani ukisema kwamba nimepanda, lazima kipatikane kitu cha kupandwa. Nimepanda gari, kitendo cha kupanda kipo na gari ya kupandwa yupo na wewe ni mpandaji. Vitu vitatu vipatikana: kitendo, mtendaji na mtendo. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume soma. Anapokusoma ni Mtume. Kwa hiyo kitendo na mtendaji vishapatikana, lakini mtendo yuko wapi? Hicho chenye kusomwa ni kipi? Mbona Mungu hajakielekeza? Iqra, msema Iqra, soma. Sasa watu wa balagha wanasema ukiondoshwa maamul, faida yake ni kwamba lile jambo lienee. Tunaelewana uzuri eh? Yani idha hudhifa al-ma'mul yuhdhaf litantafi'a au litaumma al-fa'ida, ile faida ipate kuenea. Sasa Mtume ambaye soma, manake asome kila elimu yenye manufaa, kila elimu yenye manufaa. Ikiwa ni elimu ya dini isomwe. Hata hizi elimu wanasema za dunia, sio za dunia zetu sisi. Mambo ya chemistry, mambo ya physics, mambo ya biology, mambo yote ni mambo ya kwetu sisi. Mambo yetu sisi, mambo ya tiba. Tunaona watu wataalamu sana kule Muhimbili. Ile ni elimu tunaomba tuisome sisi. Tunakula Ibn Sina. Ambao kule Urusi kuna picha yake moja kubwa sana lake limeandikwa Science. Science maana ni Ibn Sina. Amefundisha vitabu vingi, ameandika vitabu vingi vya nahau, vya fiqh, vya mambo ya ilmu za usul, nini, akaingia katika elimu ya tiba. Akaandika sana, kana kitabu chake maarufu duniani kinaitwa Al-Qanun. Hii ni kuonesha namna ya tiba na Uislamu. Wakenda Firnasi wanaweza kufundisha mirathi hata kesho, acha niseme. Hai natosha, nataka nipate mazoezi, nimekaa sana. Firnasi ndio mwanachuoni wa kwanza aliyejaribu jaribio la mwanadamu kutumia anga kwa usafiri duniani. Alianza fikra hizo na mawazo hayo na majaribio ni Muislamu. Al-Allama, mwanachuoni mwenye elimu nyingi, akajaribu kufanya research katika ile aya, walam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Akawa Mwenyezi Mungu hawezi kutuambia tu mambo ya kumjua yeye, mambo ya kujua ule uwezo wa Mungu tu, kudra ya Mungu afaishie hapo. Katika jumla ya sifa ya maneno ya Mwenyezi Mungu ni kuwa yale maneno yake yanaendelea. Soma al-aqidatul awam utapata wa kalamu nistamar, na maneno yenye kuendelea. Katika jumla ya sifa za Mungu ni kwamba Mungu ananena tu, hakuna mwanzo kwa kusema kwake, wala haitokupatikana mwisho katika kusema kwake. Sasa aliposema kuelezea habari ya kumtazama ndege anaporuka, anapozikunjua mbawa zake na kuzikunja, kisha Mwenyezi Mungu anataka tumjue yeye ni nani. Anasema ni nani alimzuilia yule ndege asianguke? Hakuna isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Firdaus akisema haiwezi kuwa maana yake ni hiyo peke yake. Akafanya research, akaona kuna uwezekano wa kuweza kufanya research ya hali ya juu, kisha ikapatikana faida ya kwamba anga linaweza likatumika kwa usafiri. Kipindi hicho usafiri ni namna mbili tu, usafiri wa bara na usafiri wa majini. Lakini anga bado. Akafanya mpaka majaribio, akajifunga mpaka mabawa humu na nini,
magoya na nini, kisha akaenda katika kilima kirefu, kisha akajitupa, akawa ananyosha mikono yake na kurudisha kwa ajili ya kukata mawimbi, kisha anapata ile locomotion ya kwenda mbele. Akifanya hivyo anapata nguvu ya kwenda mbele. Hivyo mpaka akaenda akaanguka, akaumia kidogo na jilemba lake. Aliumia kidogo, lakini jaribio lilishapatikana na uwezekano wa kutumia anga ukapatikana. Leo kuna madege mangapi katika dunia? Kuna madege mangapi kila siku? Juzi nilikwenda Sweden, Stockholm. Nilipofika pale Istanbul, nikapanda ndege kwenda Stockholm. Ile ndege sio mchezo, kama kuanzia hapa mpaka mwisho wa msikiti bwana. Mpaka unaweza ukasema salala, litaamka hivi. Lakini limeamka. Likiamka linafanya mwanadamu. Sisi Waislamu tunayo haki ya kujisifu na ya kujifakhiri. Kutokea mwanachuoni kwanza kuonesha njia ya kuweza kutumia anga kwa usafiri. Wewe mbona nani? Kama Waislamu wajinga sema kusoma. Wanachuoni kama hao wangefanya experiment namna hiyo. Wanachuoni wa Kiislamu basi katika kila elimu wametokea wanazuoni wakaweka mambo mbalimbali. Katika mambo ya ilmu ya psychology na nini, wanazuoni kina Ibn Salah kina nani wameweka vitu vikubwa sana. Sisi wenyewe Waislamu ndio tumeamua kujiweka nyuma kila kitu cha bwana, unajua bwana, someni. Aya ya kwanza Mungu ametuambia tusome. Ile khitabu ni khas, lakini hukumu yake ni am. Yani ule msemo ule wa Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume soma, ule ni maalum kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini matumizi ya ule msemo unaenea Waislamu wote. Kwa Waislamu wote wanatakiwa kufanyaje? Kusoma. Sio kukati hata kupika. Lazima elimu ya kupika hivyo ndani ya Uislamu. Elimu ya kukanga hii samaki chafi nini. Unaelewa, dagaa. Sio unapika tu kwa. Kuna taratibu maalum. Ni ilmu Waislamu wanayo. Ilmu kama hizo. Hata unaona mambo ya watu kughani, kuimba na nini. Ukiangalia kama unasoma vizuri, utaona asili yake ni watu Waislamu. Na kama zile hapo mawimbi gani hapo unarudi wapi hapa nini? Ndio unaona wasomaji wa Qur'ani kuna makamati mbalimbali, kuna sifa, kuna unaelewa? Hayo yote na watu wameingia dunia nzima na wakafanya yao. Yaani sisi tumelengana elimu, alafu watu wakafanya hizo kwao. Alafu sisi Waislamu tukatikia amin. Yaani tumekubali kwamba ni za kwao. Elimu tugundue sisi afu tuachie watu wafao ndio wao. Siku moja nilikuwa katika mkutano fulani. Akatokea mtu mmoja akasema tuhurumie Waislamu wenzetu, Waislamu ndugu zetu na nini. Kwa sababu unajua wao kusoma. Sasa tuhurumie jambo tuangalie tunagaje kwa sasa. Ile ikaniuma sana. Kanchoma sana kwenye moyo sasa. Ndio kuzungumza sikapi. Ulipofika muda wa kukulalika jamani, kama sijazungumza chochote, namuomba mheshimiwa Omerani. Kwa nini tuambia sisi tunataka kusoma? Definition ya kusoma ni nini kusoma? Nini maana ya elimu? Elimu ni nini? Nikasimama na akutoka mtu. Akutoka kila ukienda Manyanga, sikilizeni bwana. Nikawaeleza definition ya kusoma. Kwa hiyo Waislamu wamesoma. Lete mchanganuo. Waislamu hawakusoma sana Kizungu. Kama yeye ndio ameeleweka. Lakini wamesoma na elimu nyingine nyingi tu ambazo hiki Kizungu kimechukua katika elimu hizo. Qur'ani na kama farqatna fi kitabi min shay. Sio sasa tukuacha katika Qur'ani kitu chochote isipokuwa kimetajwa tu. Ni watu kufanya utafiti, kufanya nini? Watu waelewe mambo yanavyokwenda. Nilikuwa basi kule kuna chuoni mmoja, mfano nilikwenda kwa mwanachuoni mmoja na kuzungumza naye. Akasema hapa walikuja wana science hapa kutoka Ulaya au Marekani na nini. Kuja kutafuta njia za anga mpaka watu waweze kupasua kwenda mpaka kwenye mwezi na nini. Walikuja hapa. Kwa mtu mmoja alitoka kwa Falaka. Ana markazi kubwa sana na chuo kimoja kikubwa sana. Old Cairo. Walikuja kumtafuta huko. Walipopata ulikuwa mwaka 69 ndani. 69 ndio watu hata kuruka na Apollo 11 basi. Mambo yametokana na Waislamu. Waislamu someni, usikubali kurudi nyuma. Elimu za kwetu sisi. Watoto someni. Na ukikaa katika kitabu soma, unajua ad-darsu barra wa takraru
1000 mara. Kusoma ile wasomesha mwalimu ni mara hii. Wewe kurudia katika kutwali iwe ni mara 1000. Ile 1000 imetaka kwa kusudi yake iwe mara nyingi. Meleka mpaka jambo unasomeshwa kidogo, wewe uliosomeshwa unatorudia mara 1000 ni mara nyingi mpaka kile kitu kikukaya. Tunaelewana vijana? Naona vijana hapa sekondari wengi. Fanya namna hiyo, msome hii ndio mtakokuja kufanya kazi ya kuongoza Uislamu. Sisi tunaondoka. Mje sasa kufanya kazi ya Uislamu, lakini msome, mpambane. Mnasoma kwa ukiwa katika masomo ya science, simama na science, kwani ina ugumu gani mpaka mnakimbia sayansi? Wengi mnakimbia sayansi ya kuobisha. Nataka masomo ya afya na nini? Wengi sayansi mnakimbia. Ile kitu kidogo tu wala kuna chochote bwana. Mimi niko na kihifadhi kitabu chenye hajmu ya kurasa kama 500 hivi. Wiki moja mimi nimaliza kwa kichwani. Wiki moja. Niko naitwa mtu mwenye kichwa cha kunata. Kwa sababu akiamka mimi kuna baba suruali hizo wakati nasoma. Kitabu kiko kwenye mfuko wa nyuma. Mbaki na chakala ni wakati ile chakala kati yangu kutwalida kuhifadhi. Rahisi wala ila tabu. Meleka uzuri kwa kama. Someni kila kitu. Siache. Someni kila kitu. Baadaye tupate taifa la watoto wa Kiislamu waliosoma vizuri, hiyo elimu inayoitwa secular ya mazingira, elimu ya kidunia, lakini na ambao wamesoma elimu ya dini kama hapa walikuwa wanapata kufundishwa. Inaendelea darasa hapa za mambo ya mirathi. Ile muelewe nani ana haki ya kurithi, nani akipatikana msilia yule anakuwa hawezi kurithi. Uelewe. Na katika huko kote hilo katika mafungu magapi? Ni nani dhaul arham? Wanarithi wakati gani? Vitu kama hivyo kwa wewe uelewe. Na haya yanakuja katika mambo ya mahesabu. Na mahesabu sisi tunasoma kwa sekondari. Tunasoma mambo ya mahesabu. Soma hesabu ndio dunia nzima ya hesabu. Dunia nzima. Simu hesabu, kompyuta hesabu, kila kitu hesabu. Gari kuendesha hesabu, ndege kuendesha hesabu. Unaelewana vizuri mpaka tupate watoto ambao barabara tuwapeleke. Ndio tunazo nafasi ya kuwapeleka watu Moroko. Wako timu na mzunguza vijana wako 80 ngapi ya idadi? Wako 81, wako vijana 81 mpaka sasa. Toka mwaka jana na mpaka mwaka 81 kwenye Januari tunapeleka wengine. Peleka na nafasi za watoto 200 wapeleka kwenda kusoma. Na hapo ndio soma chuo kikuu cha Azhar. Sasa hivi wako 27 wataondoka. Na wengine mzunguko wako Buzani, hata kuja kuswali kwa nazungumza nao. Wako Buzani wanasoma. Kwa sababu napupia mambo namna hiyo, kwa sababu tutengeneze vijana ambao baadaye hata kama hatupo wajue kwamba walipita wazee ambao wametuwekea njia nzuri. Na sasa hivi kwa mmoja kubabaisha, kuna mambo yenyewe huyajui, kuna mambo hamkuyaona. Sisi tumebahatika kuona mambo ya huko na mambo ya sasa. Tunayaona, tunajua. Kwa hiyo usibabaishe na hii dunia ina chochote. Usibabaishe na yeye mtaka msome. Muelewe mitandao hii, mfahamu. Msiingie katika kukacha kutwalii kwa sababu ya mitandao unahitaji sio. Nasoro unahitaji Google, Facebook, Instagram, WhatsApp na ile nyingine iko mbaya sana, ndio kuja juzi inaitwa TikTok. Kuna mtu mmoja anaitwa TikTok. Mkaingia katika masuala yao kacha kutwalii na angalia kule, haisaidii chochote. Maana siku zote mkuta mtu kakaa anacheka mwenyewe katika nyumba yake unapata vile. Saburi kwa mtako. Kumbe ni yeye mwenyewe tu. Ameacha kutwalii na kuhifadhi mambo, yeye anacheka tu. Anacheka tu. Sasa yeye potezeni wewe soma mambo yako. Kama unahifadhi Qur'ani natakaye Kiswahili. Laysa al-ilmu ma ya'timathu, ma al-ilmu illa ma wa'ahu as-sadr. Ilmu sio ile iliyokusanya na kabati. Ilmu ni ile ambayo inakusanya na nini? Ya kifua. Yaani hifadhi. Elewa, jua. Afu ujue kwamba haja jamaa atakupoteza. Wakati niko Sweden kule, nilikuta jambo moja kubwa sana. Na ndio hilo nataka vijana muelewe. Kuna mambo ya ushoga sasa hivi. Eleka, anaingia mpaka shuleni wanafundishwa na nini? Na bendera zipo na hivi. Sikubali mambo ushoga. Hii tunajua adhabu. Ya shule ya ushoga.
Acheni bwana. Ni jambo ambalo linaharibu kizazi. Yesu Mungu ameumba mwanadamu awe mwanaume na mwanamke, na viumbe vyote amefanyaje? Wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn. Vitu vyote vina dume na jike. Alafu ikifikia dakika 13 tumekuta kule mtu anachaguzwa dakika 13. Nasr mambo yake hivi. Kwa hivyo unasemaje wewe mjieleze? Wewe ni mwanaume au mwanamke? Sasa ukisema ni mwanaume unasajiliwa kwa mwanaume. Leo ukisema ni mwanamke unasajiliwa na unakubalika kwamba wewe ni mwanamke kweli. Alafu baba yako, mama yako, wazazi wako, ndugu zako hawana ruhusa ya kuingilia. Na kama utaendelea kuingilia utafungwa mara moja. Sasa wewe mwanamke pelekwa katika hata shule za wanawake wewe. Wewe ni mwanamke kama wale wengine sabeza. Kila maajabu ilitokea hizo katika kule. Ndio kijana mmoja anachagua kama mimi mwanamke. Basi akachukuliwa kabla katika shule za wanawake. Watoto wa kike twende huyo tabaka tu wakamfukuza. Hayo ni mambo ya kuta. Wayadha billah, Yesu Mungu atuepushe na vitu kama hivi. Ni vitu viko na vinaingizwa kwa nyinyi. Naelezo mpaka inaingia akilini. Sasa kama itakuwa ni watu wasampulio hapo, hii kizazi kitapatikana vipi? Itapatikana vipi? Kizazi kitapatikana vipi katika njia ya kutolea choo? Itapatikana vipi? Kuna aya nyingi ataelezea kwa Sheikh Nasr namna ambavyo Mwenyezi Mungu anakasirika juu ya watu wenye kufanya vitu vya ndani, na amewaadhibu watu. Amemtuma Jibril nchi kama Waislamu akaenda nao juu, kisha akaupindua. Akasema tumejalia tumeupindua upside down ra'san ala akhir. Pinduliwa nchi kwa sababu ya ghadhabu. Kwa nini unafanya vitu vya ndani? Alafu nyinyi muone kwamba sio kweli, wala hakuna mambo ya namna hiyo. Alafu tayari hiyo ni jambo kweli safi la kidunia na hivi na hivi na nini, amna neno. Alafu hata wa Sheikh wenyewe anaogopa kusema. Mimi nimesema, mimi ndiye mtu wa kwanza kusema hapa. Mpaka balozi wa Marekani akanifuata pale. Kaambia bwana vipi? Kaambia nini? Kusema usitamke hiyo, zungumza mambo ya interfaith. Kizungumza interfaith nitakuelewa. Kama sawa sawa tunataka kuzungumza hayo, usizungumze. Uislamu hautaki mambo hayo, na mimi msimamiaji mkuu. Wale ni watu wanajua mambo mengi. Basi naomba nipeleke msikitini kanionyeshe. Twende. Kesho masuala hayo. Na mbele lengo ni nini? Utakuharibiwa tu. Kizazi kiharibike. Hewa, sasa kijana wangu hivi afuseme mimi mwanamke na nini nataka kinafanya hivi. Yalla jalalu. Unakuwaje unakuwa mwanamke namna gani? Na mwanamke dume anakubalika. Dunia imefika mahala pabaya, kama kwamba watu wanataka kuimaliza kiaina aina dunia iishe. Kwa Mwenyezi Mungu vitu kama hivyo havikubali. Mwenyezi Mungu anaghadhibika juu ya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nataka kugusia swala la maadili, mmomonyoko wa maadili. Nimetunga kitabu hiko, vitabu vinapatikana. Mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Uje siku moja watu angalau ya mukhtasar kwa sababu sisi wa Tanzania ya kusoma, wavivu wa kusoma. Nani amesoma toka asubuhi qul huwallahu 5 hapa? Hamna. Nani amesema la ilaha illa Allah 100? Nani 300? Sitaki kusoma sijui namna gani bwana. Sasa nataka kumwambia mimi tabia yangu silali bila kutwali. Silali. Jana nilikuwa nasoma tarjama ya Imam Shafi'i, ambayo nimeisoma kwa miaka mingi, lakini nikuta mahala inazungumzwa kwa aina yake. Ikanivutia, nikasoma usiku kucha na msomo kuna cheka mwenyewe. Lakini nacheka kwenye ilmu kwa kuona raha. Kama usema Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Hanafi alikuwa anatwali usiku, kisha anawaona watoto wa kifalme hawapati ladha kama ile. Anasema aina abnaul muluki min hadhihi al-ladha? Watoto wako wapi na ladha hii na utamu huu? Yaani yeye anapata utamu wala hawapati utamu, sasa hivi anapiga usingizi tu. Yeye anatwali anaona vitu vingi. Lakini sio kutwali TikTok, wanacheka tu katika TikTok.
uongo mtupu, mambo ya ovyo tu ambao hayana maana yote. Kwa hiyo mambo yaliyokuwa ya haki yakamateni, yasiyokuwa ya haki yatupeni, msiashike. Shikamaneni na mashekhe wenu, someni, muelewe dini yenu, muelewe jukumu la kuja kuunusuru Uislamu liko juu ya mabega yenu. Sisi tunamaliza tena, hakuna tena wakati. Lakini nyinyi mnatakiwa tumisomeshe, muelewe, mfahamu elimu iliyokuwa sahihi, muweze kuuendesha Uislamu. Uislamu hauwezi kwenda hivi hivi. Tunafanya mikutano hivi karibuni, nitakwenda Uganda pale Kampala, kuna mkutano wa East Africa. Tunaenda kuzungumzia masuala ya kidini. Nchi zote zinakuja pale. Na mwezi wa 12 katikati nitaondoka, nitakwenda Morocco, mambo ya kidini vile vile. Lakini kwa Januari nitakuwa Masri, Mungu akipenda, Azhar pale. Kuna mkutano mkubwa unafanyika na Ahmad Tayyib, Sheikh al-Azhar anafanya. Nimealikwa. Tunaangalia masuala ya dini, tunafanyaje? Kwa mfano sasa kuna ile wasema adhakau listinai, akili bandia. Yani kwa mfano kutumia hii nini, hizi roboti na nini. Sasa hivi umefikia mahala wanamtengeneza mwanaume, inakuwa mwanamke hana haja kumpata mwanaume kama mwanaume, tayari ana mwanamke wake, ana mwanaume wake kisha tengenezwa na nini, wa kiroboti huyo. Na mwanamke naye mwanaume naye anatengenezwa mwanamke wa kiroboti, yani ambaye ana utambuzi lakini wa kibandia, ndio inaitwa adhakau listinai. Sasa tunajadili kule mavuti ya dunia nzima, tufanyaje katika ulimwengu wa namna hiyo? Fatwa ni ipi? Sallu ala ta. Fatwa ni ipi? Watu hawana haja lake tena, wanataka kusumbuana, mara anagoma, mara analeta wao na kwenda kwetu, mara anafungasha nini ya nini. Unamnunua tu mwanamke wako na unakuwa naye. Sasa je, dunia imefikia mahali kama hapa, tufanyaje? Ndio mashekhe sa dunia nzima tunakutana, tunazungumza pale, watu wote wanakuwepo pale, tunazungumza na nini, kila mmoja anaandika pepa yake. Hata mimi na pepa yangu nimeandika. Fika tunawasilisha pale na tufanye michango. Ndio maana tulipitisha zile kuliati 5 tukapitisha kulia ya 6, hapo ni hifdhul watan. Hili ni juzi, ni jitihada ambayo tumeifanya sisi juzi hapa chini ya waziri wa mambo ya auqaf na mambo ya dini kule Masri, Muhammad Mukhtar Guma, ambapo sasa hivi nafasi yake imechukua na Usama al-Azhari. Tuna watu wanaumiza kichwa, tunaangalia watu wanatwalii, tunamenyana, tunabishana mpaka sehemu moja, kwa sababu dunia imekwisha. Akili bandia. Kwa mfano mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya mirathi, atafundisha ushekhe, lakini mtu alikuwa na kampuni, kiwanda hivi au kampuni kubwa, alikuwa anaendesha yeye mwenyewe, lakini kutokana haya mambo ya kisasa hii akili bandia hii, artificial intelligence, adhakau listinai Kiarabu, alafu mtu anatia mambo yake yote yametiwa mle. Yani yeye baada ya kufa ile robot ile ambayo lina kibandia linaendelea kufanya, linaingia mikataba, linaingia nini, nafanya, linaagiza bidhaa, linafanya na hivi na ghasia, linapeleka watu bandarini, linakwenda linaclear mizigo na kama alivyokuwa anafanya mwenyewe wakati yuko hai. Hakuna kurithiwa na watoto usikufanya. Sasa haya tunafanyaje katika Uislamu? Haya ndio mambo yaliyopo. Inshallah baada ya kuzungumza haya, nafurahi sana Sheikh umenipa nafasi, lakini na mimi sikutaka nitoke haraka usinione, sijui umenionaje. Nitaka nimesali kule nyuma kusudi usije nitoke kule ndio zangu. Lakini sasa nayo na macho makali ya ujana umeweza kuniona haraka. Iko siku inshallah tutakuja tutazungumza vizuri. Hapa Mtabani ni kwetu, ni kwangu muda mrefu. Vijana wengi wakitoka kina Abdalla Bori wale katika wanafunzi wetu huko karibu ndani wako wengi ambao ni vijana wetu. Hata huyu Suleiman mnayemuona huyu mwanafunzi wetu vile vile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awape kheri, endeleeni kusoma, endeleeni kujua, tuendeshe mambo yetu kwa weledi na kwa ilmu. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin. Ya salamu sallimna wal muslimin, ya salamu sallimna wal muslimin, ya salamu sallimna wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.